Ndugu zangu wapendwa katika Kristo, karibuni kwa tafakari ya neno la Mungu, ikiwa ni Dominika ya 13. Masomo yetu ni wa kanisa, na ujumbe ambao tunaupata kutoka kwenye masomo yetu, tunaweza tukasema kwamba ukarimu mdogo unaweza kufanya Mungu akafanya miujiza mikubwa katika maisha yako. Kitendo kidogo, yani Mungu anaweza kuanza kukutendea makuu kutokana na kitu kidogo sana ulichokifanya. Katika somo la kwanza kutoka kitabu cha pili cha Wafalme sura ya 18 tunasikia habari za nabii Elisha. Nabii Elisha tunafahamu ni yeye aliyefuata baada ya nabii Elia. Nabii Elia baada ya kupelekwa mbinguni, sasa Elisha amechukua kazi yake. Anazunguka katika miji ya Israeli. Na leo yupo upande wa kaskazini mwa Israeli, mji unaoitwa Shunem. Kule Shunem ni mji mdogo sana katika Israeli upande wa kaskazini. Nabii Elisha anapita na kuhubiri neno la Mungu na kutenda miujiza. Sasa katika kupita kwake anakutana na familia moja ya mwanamke mmoja ambaye huyu mwanamke alikuwa ni mwanamke tajiri mwenye uwezo wa kifedha, lakini huyu mama alikuwa ni tasa au ni barren kwa Kiingereza tunasema. Hakuwa na mtoto, hakujaliwa kupata mtoto, na mume wake tayari ni mzee. Lakini huyu mama pamoja na mali na vitu alivyokuwa navyo, alikuwa na hofu ya Mungu, alikuwa anapenda watumishi wa Mungu. Kutokana na ukaribu wake na Mungu, amemtambua nabii Elisha kama mtumishi wa Mungu. Akamsihi mume wake, kwani huyu mtu tusimjengee hata kanyumba kadogo, tumwekee mahitaji yanayohitajika, meza, taa na kitanda. Basi kweli wakubaliana na mume wake, wakajenga kwa ajili ya mtumishi wa Mungu, kwa ajili ya nabii Elisha ambaye daima walimuona akikatiza akipita karibu na kwao kila wakati. Basi baadaye akasema, ukamsihi nabii Elisha kwamba tumekujengea kanyumba hapa, ukae hapo. Nabii Elisha alikuwa na mtumishi wake alikuwa anaitwa Gehazi. Huyu Gehazi aliulizwa na nabii Elisha kwamba huyu mama ametutendea vizuri, tumfanyie nini? Gehazi anatambua hitaji la yule mama. Anamwambia nabii Elisha kwamba huyu mama hana mtoto na mume wake ni mzee. Sasa baada basi Elisha anamwambia muite. Anamuita yule mwanamke, na nabii Elisha anamwambia kwamba kutoka na ukarimu ulionifanyia, mwakani muda kama huu mtapata mtoto wa kiume. Wanaahidiwa mtoto wa kiume, na kweli walimpata mtoto wa kiume. Lakini ukijaribu kuangalia ni ukarimu wa yule mama, kitendo kidogo. Mungu akitaka kwanza kukufanyia miujiza, anaanzia pale ulipoanzia, kile kiukarimu tu, kile kidogo tu. Nabii Elisha alipofika kwa huyu mama hakuanza kulalamika, nataka unifanyie miujiza, sina mtoto, nifanyie hivi na hivi. Hakufanya hivyo. Alichokifanya ni ukarimu kwanza kwa mtumishi wa Mungu, akajitoa kwa ajili ya mtumishi wa Mungu. Na kweli kwa tendo hili Mungu anamrudishia, anafanya miujiza kupitia nabii Elisha, anampatia mtoto huyu mama. Ndugu zangu wapendwa, tujifunze. Mungu anataka kukutendea mengi, lakini anaangalia pia jinsi wewe ulivyo karibu naye, jinsi unavyojitoa. Tujifunze kuwapenda pia watumishi wa Mungu, wale ambao wanajitoa kwa ajili ya utume, wale ambao wanafanya kazi ya Yesu. Tusiwakatishe tamaa. Huyu mama wa Kishunem kwa kweli atufundishe tuwe wakarimu kwa watumishi wa Mungu, lakini pia tujifunze kuona hitaji la wenzetu kama Gehazi, huyu mtumishi wa nabii Elisha. Aliona hitaji kwamba huyu mtu hana mtoto. Tayari ameshaingia pale, lakini ameshajua kwamba huyu mtu hana mtoto. Na sisi unaweza kuwa tunakaa na wenzetu muda mwingi, wana mateso yao, wana mahangaiko yao, lakini sisi hatuoni kabisa mahangaiko yao. Tujifunze kutoka kwa Gehazi. Gehazi alikuwa na jicho la kipekee sana la kutambua hitaji la mtu. Mungu hujipatia utukufu sana kwenye mambo kama haya. Tunajua kabisa mama yake Samueli, Hana, alikuwa ni barren, alikuwa ni tasa, hakuwa na mtoto. Lakini Mungu akajinyanyua. Ule ukarimu, ule moyo wa Hana kwenda hekaluni na kwenda kusali na kuomba na kuweka nadhiri kwamba huyu mtoto nitamtolea kwako, Mungu anatenda. Mungu amefanya mengi, amefanya kwa Sarai, mke wa Ibrahim.
amefanya kwa Raheli, amefanya kwa Manoa, amefanya kwa Elizabeti, kuzaliwa kwa Yohane Mbatizaji, ambaye mama yake ni Elizabeti, na Zakaria baba yake. Mungu anafanya miujiza mikuu. Hata yale, unajua jamii, ukikaa kwenye jamii kama huna mtoto, pengine hujazaa, wakati mwingine unachukuliwa, kuna jicho fulani kama la dharau fulani hivi. Mungu anaondoa aibu ya huyu mama wa Kishunemu kwa sababu ya tone tu la ukarimu kwa mtumishi wa Mungu. Ndugu zangu wapendwa, na sisi tujifunze kuwa waaminifu, kuwatunza makuhani wetu, mapadri wetu. Huwezi jua kitu chochote ulichompatia padri, huwezi elewa. Ulichompa mtumishi wa Mungu, ulichosaidia kwa ajili ya utume, ukatoa sadaka yako kidogo, pengine zaka, umetoa mchango kidogo kwa ajili ya ujenzi wa kanisa, groto, sijui au kwa ajili tu kwenda kusaidia makatekista, vitu hivi vidogo hivi, nakwambia Mungu ana uwezo wa kuvizidisha akakutendea makuu usivyodhani. Lakini kitu kingine tujifunze kwa huyu mama wa Kishunemu. Huyu mama alikuwa na cheo, alikuwa na pesa, alikuwa na mali. Unaweza kusema nilikuwa kama ni government official. Nilikuwa kama mtu fulani kwenye serikali, alikuwa na uwezo. Lakini alijifunza kuwa na hofu ya Mungu. Wengi wetu huwa tunasahau. Tukipata vyeo, cheo, ikiwa serikalini au wapi, tukiwa na mali, tunasahau Mungu. Nafasi ya Mungu inakuwa kidogo sana. Utajiri wake haukumziba macho, akashindwa akamsahau Mungu. Hakumsahau Mungu. Utajiri wake haukumfanya akawa na kiburi. Yeye alikuwa na roho ya kumtambua Mungu hata katika mtumishi wake. Akawa na roho ya ukarimu. Akatoa vile vitu alivyompatia Mungu kushirikiana na Mungu. Na kwa njia hii Mungu anambariki. Ndugu zangu wapendwa, Mungu amekupa cheo. Mungu amekupa mali. Anakutegemea wewe umtetee. Anakutegemea wewe umuinjilishe. Huku kazini kwako, onyesha kwamba wewe unamwamini Mungu. Simama kwenye kweli ya Mungu. Watetee watumishi wa Mungu. Bahati mbaya sana, unaweza kuwa unafanya kazi sehemu nzuri, unashangaa watu wanapanga mabaya juu ya watumishi wa Mungu, na wewe upo huko na unaona na unashirikiana nao kuwaumiza watumishi wa Mungu. Huyu mama hakufanya hivyo. Tuombe roho wa Mungu atusaidie. Wale ambao mnafanya kazi sehemu za juu, sehemu za kuweza kuwatetea wengine, wale ambao Mungu amewapa mali. Wakati mwingine tunasikia watumishi wa Mungu wakipigwa, wengine wakiumizwa. Kwa nini? Kwa sababu wanasema ukweli, kwa sababu wanatetea ukweli, na watu wengi hawapendi. Huyu mama aliwapenda watumishi wa Mungu. Kuwa mtetezi wa watumishi wa Mungu. Jitahidi uwe mtu mwema wa kuwapenda watumishi wa Mungu. Kuna watu ambao tuna chuki tu na watumishi wa Mungu, hata hawajakukosea wala hajafanya chochote. Wanachokifanya, Elisha alikuwa anahubiri neno la Mungu, hakuwa anahubiri neno lake. Hata sisi tunapoongea, tunavyohubiri, tunahubiri neno la Mungu, hatuhubiri mapenzi yetu. Tunasimamia tu, tunakumbusha tu kile kilicho cha kweli. Na furahia sana kama mtu anakuambia ukweli. Ukweli, wanasema ukweli hauwi ukweli basi baada ya kuungwa mkono na watu wengi. Ukweli huwa una tabia ya kujisimamia wenyewe. Na ukweli ndio Yesu alishasema, mimi ni njia, ukweli na uzima. Kwa hiyo ndugu zangu wapendwa, sisi tuwe watu wa kuwapenda watumishi wa Mungu. Tunasikia hata Yesu kwenye somo la Injili anasema, ukimpa mtu kikombe tu kidogo hata cha baridi kwa sababu ni mtumishi wangu, hakika anayempenda mwenye haki kwa sababu ni mtu mwenye haki, kuna baraka zake. Kwenye somo la Injili la leo, Yesu anatoa baraka kwa wale ambao wameamua kutoa maisha yao kwa ajili ya kumtumikia yeye. Anayeacha baba, mama kwa ajili yake. Yesu hatuambie kwamba tuwakatae, tuwachukie ndugu zetu. Hapana. Anasema sisi tumweke Yesu namba moja. Yaani kwa kila kitu tunachokifanya, tukipata nafasi ya kumweka Yesu namba moja kwenye maisha yetu, hakika tutafanya makuu. Na yeye anasema kwamba nitarudisha mara 100. Wale walioacha baba, mama na nani, wote hao nitawapa baraka ya kutosha kabisa. Ndugu zangu wapendwa, Injili ya leo ni mwaliko wa kina kutoka kwa Yesu kwa wale wanaotaka kuwa wafuasi wake wa kweli. Anasema, apendaye baba au mama kuliko mimi hanistahili. Hili si agizo la kuacha kupenda familia, bali ni wito wa kumpa Yesu nafasi ya kwanza katika maisha yetu. Ufuasi wa Kristo unahitaji ujasiri wa kuvuka mipaka ya hisia, mali na mahusiano ya kidunia
ili kuingia katika familia mpya, familia ya kuwa wana wa Mungu, familia ya kutetea ukweli. Ndugu zangu wapendwa, Yesu anasisitiza kuwa kuchukua msalaba ni sehemu ya lazima ya safari ya imani. Ukweli ni kwamba utakapoamua kumfuata Yesu katika ukweli, utashangaa. Utakuwa na misalaba mingi, utachukiwa, utasingiziwa. Usiwe na wasiwasi, simama imara. Msalaba si tu mateso ya kimwili, bali ni kujitoa tu kwa moyo, kukubali changamoto na kuishi kwa ajili ya wengine. Tunapopoteza nafsi zetu kwa ajili ya Kristo, tunaziokoa. Lakini ndugu zangu, tunapojiingiza kwenye ubinafsi katika maisha yetu, inakuwa hakuna cha maana tulichokifanya. Lakini tunapotoa miili yetu kama sadaka safi mbele ya Mwenyezi Mungu, tunapata baraka kubwa sana. Yesu anaahidi baraka, ndugu zangu wapendwa. Na katika somo la pili linafundisha kuwa ubatizo ni mlango wa maisha mapya. Tunazikwa pamoja na Kristo na kufufuka naye katika uzima wa kiroho. Hii ni hatua ya kuingia katika familia ya Mungu, kuanza maisha ya maadili mapya na kuishi kwa uaminifu kwa Injili. Changamoto iliyopo sasa hivi, wapo wengi sana wamebatizwa, lakini wamebatizwa kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Lakini huyu kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu ni Utatu Mtakatifu wenyewe, ambaye ni Mungu mwenyewe. Wale waliobatizwa kwa jina lake hawamfahamu, hawamuishi. Wapo wengi waliobatizwa lakini hawaishi kile walichokibatiziwa. Tumebatizwa tukatumwa kuhubiri Injili, bado hatujahubiri. Ndugu zangu, tuko wengi, wapo wengi wanaoenda kanisani, lakini uhusiano wao na Mungu ni mdogo sana. Wapo wengi wanaoimba hosana, wapo wengi wanaojionyesha kwamba tupo kama shetani anayesali. Mioyo yuko mbali. Tunatumia tu mambo ya Mungu kama sehemu ya kufichia dhambi zetu. Hatusimamii ukweli, hatusimamii viapo vya ubatizo wetu. Bado tunajifanya sisi ni Wakatoliki, ni watu imara kwa nje, lakini ukweli ni kwamba Yesu hatetewi. Yesu ameachwa. Sisi tunalinda maslahi yetu. Hatumsimamii Mungu, hatusimamii ukweli wa kimungu. Tunaogopa. Tunapewa zawadi kwa kusema uongo, badala ya kukubali hata kupigwa makofi kwa sababu ya kusema ukweli. Ndugu zangu wapendwa, Yesu anahitimisha kwa kusema, kila anayewakaribisha ninyi ananikaribisha mimi. Hawa ni wale waliojitoa kwa ajili ya utume wake. Hawa makuhani, watawa waliojitoa kwa ajili ya utumishi wa Mungu. Unapokuwa wakarimu kwao, Yesu anasema mnanitendea mimi. Hata tendo dogo la huruma kama kikombe cha maji ya baridi kina thamani kubwa mbele ya Mungu. Unapotoa hata muda wako kwa ajili ya kulipenda kanisa, kwa ajili ya kulihudumia kanisa. Pengine wewe ni kiongozi wa halmashauri ya walei. Wewe unafanya kazi, wakati mwingine uko na deal na mahesabu mpaka jioni, usiku, wakati mwingine unakesha parokiani. Wewe ni mwanakwaya, unajitoa kwa ajili ya utume wa Yesu, mnafanya mazoezi mpaka usiku. Kwa kweli Yesu anasema hata sahau, atakukirimu. Wewe ni mwenyekiti wa jumuiya, unawazungukia michango, wewe ni wawata, wakati mwingine unachukiwa, haupendwi kwa sababu unawakumbusha majukumu yao ya kutoa michango, kujenga kanisa, groto, sijui mizaka. Wakati mwingine watu wanakuangalia kwa jicho baya. Usiwe na wasiwasi. Unapofanya hivi, unafanya hivyo kwa ajili ya rafiki yako. Yesu anasema sisi ni rafiki yake. Siwaiti tena watumwa. Sisi si watumwa. Yesu ametuita sisi ni marafiki zake. Kwa hiyo ujue unafanya kazi ya rafiki yako. Na anasema unapofanya hivi kwa ajili ya kazi yake, unamtendea yeye. Ndugu zangu wapendwa, Mtakatifu Benedikto amewahi kusema, kila mgeni anayekuja kwenye jumuiya akaribishwe kama Yesu amekuja kutembelea. Kila mgeni anayekuja kwenye jumuiya akaribishwe kama vile ni Yesu amekuja kutembelea. Na sisi tuwe wakarimu ndugu zangu. Tendo dogo, huyu mwanamke kwenye somo la kwanza, mwanamke wa Kishunemu, huyu aliyekuwa mkarimu kwa Nabii Elisha, tendo dogo la ukarimu, la kujenga chumba tu kwa ajili ya mtumishi wa Mungu, limemfanya apate mtoto na baraka juu. Na sisi tujue, tunapokuwa wakarimu kwa wenzetu, tunapoacha ubinafsi na uchoyo na kuamua kukaa na wenzetu, tunafanya kitu kikubwa sana. Tunapoamua kutokujitenga na kuamua kuishi na wenzetu. Mtakatifu Bazili amewahi kusema kwamba kama utaamua kuishi peke yako, utaosha miguu ya nani? Yesu alishatuambia kwamba tuoshane miguu.
Sasa kama Yesu ashatuambia tuoshane miguu, na yeye alionyesha mfano wa kutosha miguu, kufanyana ukarimu. Sasa wewe umeamua kujitenga binafsi, umeamua kukaa peke yako, utaki kukaa na wenzako. Sasa unaulizwa utaosha miguu ya nani kama umeamua kukaa peke yako? Whose feet are you going to wash if you decide to live alone? Utaosha miguu ya nani? Ndugu zangu wapendwa, leo tunakumbushwa ukarimu kwa wenzetu. Wapo watu ambao kwa kweli ni wachoyo sana. Watendee wenzako kwa ukarimu. Linda sifa njema ya mwenzako, ni ukarimu. Kuwa mkarimu pia kwa maneno yanayotoka mdomoni. Jifunze kuwa maskini wa mdomo. Yaani una practice umaskini, yaani angalau kuwapa wenzako hata muda wa kuongea pia. Kuna watu hawapagi wenzao, wanasema be poor in your words. Kuwa maskini wa maneno. Angalau waachi wengine pia waongee. Wakati mwingine tulia, wengine waseme. Kuna watu ambao si wakarimu, tunaongea mno kupitiliza, tunawagandamiza wenzetu. Ndugu zangu wapendwa, tetea wenzako pia. Kataa kushiriki kwenye umbea wa kuharibu jina jema la mtu. Kataa. Refuse to participate in gossip. Kataa kabisa kushiriki kwenye umbea wa kuharibu, wa kuumiza mwenzako, wa kuchafua jina zuri la mwenzako. Ukifanya hivi ni ukarimu. Kataa kukaa kwenye vikao vya kuchimba shimo la taka juu ya jina la mtu, kugeuza jina la mtu dampo. Kataa vikao vya namna hii. Yaani hilo ni tendo dogo ambalo Mungu anaweza kumimina baraka kwako, akakutendea makuu kwa sababu ya kushiriki kwenye neema na kukataa kuingia kwenye uovu. Ndugu zangu wapendwa, wapo watu wanaokuchukia. Si kwa sababu wewe umetenda kitu kibaya. Ni kwa sababu wewe umekataa kujiunga kwenye uovu wao. Wakati mwingine unaweza kupata vita. Usifikiri kwa sababu wewe ni mbaya sana. Hapana, wapo watu ambao wameshindwa kukukaribisha kwa sababu wewe umeshindwa kufanya urafiki na wewe kwa sababu wewe umekataa kujiunga kwenye dhambi zao. Kwa hiyo wao wanachokifanya wanakutenga. Sasa wewe usianze kufikiri ni mpweke na kutaka kwenda kuomba msamaha kwao. Hapana. Wewe simama imara kwenye kweli ya kimungu. Penda watumishi wa Mungu. Wapo watu ambao wanawachukia mapadri, wanawachukia wale watu ambao wanahubiri Injili, wanawachukia wachungaji. Unawachukia tu. Yaani hata hajakukosea kitu. Au pengine ulikosana na padri fulani miaka fulani, unawachukia mapadri wote. Wote. Sio kitu chema. So unakumbuka ile story fulani hivi ya mfalme mmoja. Huyu mfalme alikuwa na watumishi wengi sana. Hawa watumishi alikuwa wakikosea anawatupa kwa mbwa. Wanang'atwa na mbwa, wanateseka. Sasa kuna mtumishi mmoja alikuwa ametumikia miaka 25, alikuwa hajamkosea kabisa mfalme. Alipokosea, mfalme akamwambia, "Jiandae wiki ijayo nitakutupa kwa mbwa." Basi wiki nzima yule mtumishi ambaye alikuwa amekosea akaenda kumuomba yule alikuwa analisha mbwa, "Naomba nikusaidie kulisha mbwa." Akawalisha mbwa kwa ndani ya wiki nzima. Mwanzoni walimpigia kelele wale mbwa, walikasirika, lakini baadaye kadri siku zilivyokuwa zinaenda akawazoea wale mbwa. Wiki nzima wale mbwa wakamfahamu. Ilipofika baada ya wiki kupita, mfalme akagonga kengele, watu wakusanyika kwenye uwanja. Yule mfanyakazi akaweka yule mtumishi akawekwa katikati ya uwanja. Mbwa wakafunguliwa. Walipofunguliwa, si wanamfahamu kwa sababu alikuwa anawalisha ndani ya wiki nzima. Wakaanza kumrukia, wakaanza tikisa, hawakumng'ata. Mfalme akaanza kushangaa, mbwa wangu ampata na nini?" Yule mtumishi akasema, akamwambia, "Wewe mfalme, nimekutumikia miaka 25. Nimekukosea mara moja na ulitaka hawa mbwa waning'ate. Lakini hawa mbwa nimewatumikia wiki moja tu na wamekumbuka ukarimu na upendo niliowafanyia, lakini wamekataa kuning'ata mimi." Ndugu zangu wapendwa, mbwa wanaweza kuwa na upendo kuliko sisi binadamu. Ukimlisha mbwa huwa hasahau. Sisi binadamu tukutendewa makuu, wengine hata tumesomeshwa na ndugu zetu. Wengine hata tumesaidiwa na ndugu zetu, lakini maneno tunayoyasema. Wakati mwingine wapo ndugu zetu ambao wanatusaidia, lakini hatujawahi kuona ukarimu wao. Hela zetu sisi wala hatuwapi wao. Wala hata hawalalamiki kwamba sisi hatuwapati. Lakini wewe unataka hela zao. Ndugu yako anipe kitu chochote, hajawahi kunisaidia. Wewe ulishawahi kumpa nini?
Kuna mmoja tu ambaye pengine amefanikiwa kidogo, ndio mnataka yani yeye awasaidie kila kitu, mnamtesa ndugu yenu. Ndugu zangu wapendwa, wapo pia kuna usemi unaosema kama kaka yako alikuwa anawasaidia kabla hajaoa, anawasaidia baba, anasaidia mama, anakusaidia na nyie, alafu baadaye akaoa, bado akaendelea kuwasaidia vizuri tu bila kukatisha, muombeeni sana mke wake aliyemuoa. Muombeeni sana huyo mke wake ambaye amemuoa. Wapo kina mama ni wakarimu, ni wema, wanawakumbusha waume zao. Wasaidie ndugu zako. Mnyanyue baba, mnyanyue mama. Lakini utashangaa badala ya nyie kumuombea huyu mama, mnampiga vita. Wapo wengine ambao mmesaidiwa na mke wa kaka yenu, mmekuwa misalaba. Wengine mmekaa kwake, mmekaa kwa kaka, mmesomeshwa, mmekaa pengine paka, wengine mmefikisha miaka paka 30. Wengine mmetoka kwake mkaenda kuoa. Mmeletwa kwa msururu wa kutosha, mmelelewa na mke wa kaka yenu, lakini hamkuonyesha shukrani. Dada huyu mama amekuwa mkarimu, mwema tu, mtulivu, bila shida yoyote, lakini mmemsema, shukrani yenu ni kumsema vibaya, nimekaa kwa kaka, amenitesa sana, sio na nini na nini. Kweni na shukrani. Wapo wengi wanaoacha laana mioyoni mwao kwa sababu hawasemi tu, wamewatendea ukarimu mwingi, lakini mmerudisha matusi na masengenyo mabaya. Wewe ambaye umekuwa mkarimu ukatendea watu mema, badala ya kupata shukrani wakakusengenya na kukutukana, usiwe na wasiwasi. Risiti zako zote za wema wako uliowatendea ziko mbinguni, utazikuta. Na kuomba kabisa uwe courageous, be courageous, usiwe na wasiwasi. Risiti zako utazikuta mbinguni. Ukarimu wote umewatendea watu, wakakusema vibaya, wakaishia kukudharau, usiwe na wasiwasi. Waswahili wanasema wema hauozi. Kuwa mkarimu daima, hata kwa watu ambao wanadharau msaada wako, hata wale ambao umewapa wakaishia kukurushia mawe, usiwe na wasiwasi. Kuna jicho la Mungu ambalo huwa alizimi. Kuna CCTV kamera ya Mungu ambayo inaona kila unachokitenda. Kila unalolitenda linapelekwa mbinguni kwenda kuandalia makao. Usiwe na wasiwasi. Binadamu wanaweza kukupiga mawe, wakakushutumu, wakaongea maneno mengi, wakasema kila kitu. Usiwe na wasiwasi. Mungu yuko mbinguni, anaona kila wema uliowatendea binadamu. Kuwa mkarimu kwa watumishi wa Mungu, kwa binadamu wenzako. Una cheo, hakikisha nafasi yako na Mungu haiondoki kutokana na mali ulizozipata au cheo ulichonacho. Simamia ukweli, ukarimu kwa binadamu wenzako. Mungu hatasahau. Nabii Elisha alifanya kazi ya Mungu na kupitia moyo na wewe. Huwezi kujua msaada unatoka wapi. Huwezi kujua ukarimu unatoka wapi. Mimi kama padri nafanyaga kazi yangu tu, lakini ukarimu nao kukutana nao kutoka kwa watu ni mkubwa sana. Anamuinua Mungu. Tunakutana na kina mama wa kishinemu wengi sana katika maisha sasa hivi. Tunawashukuru sana wale ambao wamekuwa wakarimu kwa makuhani na kufanya utume wetu uweze kuwa mwema sana. Kwa namna pekee kina mama wa WATA ambao daima huwa waangalia wa seminari, mapadri au pia waka angalia watawa na kujitoa kwa ajili ya kazi, kuhakikisha kabisa watumishi wa Mungu wanaendelea kufanya kazi bila kuwa na matatizo. Asanteni sana sana, na waombea baraka na Dominika hii ikawa ya neema kwenu. Asanteni kwa ukarimu mkubwa sana mnaotenda kwetu sisi makuhani na watawa wenzetu. Mwenyezi Mungu awalinde daima. Usichoke kutenda mema. Paulo aliwaambia msichoke kutenda mema. Mungu Mwenyezi awabariki na kuwalinda, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina.